Mjambo mpenzi mtazamaji wa Kibla TV, na leo tupo hapa kwa sababu ya kuulizia moja mbili tatu kuhusu hali ambazo zinazoendelea saa hizi. Masasi kila muda na vitu ambavyo havipo kabisa, vieleweki kwetu. Na leo tuna mwenzangu ambaye anaitwa kwa jina la tupo hapa kwa sababu ya kuongea moja mbili tatu, na tuko na mtu ama msika wa karibu sana wa mzee Kadandari. Tukiongelea Kadandari na imani mnamjua vizuri sana. Tuko naye hapa na kumuuliza kwa sababu kuna watu ambao walipata majeruhi na walikuwa ni katika timu ya mzee Kadandari. Jambo ndugu. Jambo sana. Kama jina unaweza kujitambulisha, unaitwa nani? Majina maarufu naitwa Mamadou Ndala. Aksha Kasimbira George. Asante sana. Labda Habibu, umemsikia yeye anaitwa Mamadou Ndala. Marehemu hayati yeye amechukua jina lake. Sijui una nini hasa cha kumuuliza. Kama gisi anavyosema kwetu anaitwa Mamadou Ndala. Kwanza swali langu la kwanza naulizia kwanza kuhusu Mamadou Ndala. Unaweza kutuambia jina lake ama umepata vipi? Ukijua jina Mamadou Ndala ni jina tumependa zaidi, kwa maana alikuwa mtetezi wa wanyonge, alikuwa mtetezi wa watu na mtetezi wa nchi. Maana tumependa hiyo jina hiyo kabisa. Yaani unataka kuniambia kweti yani ile experience yenye Mamadou Ndala alikuwa nayo na wewe ndio unataka kuitiliza vile vile? Ndio, kama kawaida lazima tufuatilie logic yake. Mpaka tufuatilie kitu chake alikuwa anafanya, ndio maana tumepelekeza kwa kujitaja hiyo jina. Okay, basi poa. Nina swali mimi ambalo nataka nikuulize. Kwa maana hapa kwetu mjini Uvira tunaona vurugu ni nyingi. Aswa hapa juzi tu kulitokea vurugu ya mlio wa risasi, hasa tukujua ilitokea na nini mpaka risasi zikaanzalia. Na istoshe kiongozi wa wazalendo na Dudu Mirefu. Ya aliongelea kuhusu kukataza kwa milio ya risasi. Vile vile aliweza kuongelea kuhusu kukataza hii hali ambayo maskari wa kizalendo wanatembea nayo bila kuvaa gwanda za kiserikali, kuvaa jeshi lao, lakini watanisha mzalendo anatembea na anavaa ndala. Vile vile mzalendo anatembea yuko kwenye nguo ambazo hazieleweki. Hicho kitu Dudu Mirefu hapa nyuma, hapa juzi kati watu tunaenda kumzika yule mtoto ambaye alikuwa ni kama hero aliyefariki kwenye maandamano. Dudu Mirefu alikataa hicho kitu. Sijui ni hali gani hasa inaendelea. Tulimempinga Dudu Mirefu ama ndio kabisa ile hali kabisa tusipofahamu bado ipo? Dudu hatuwezi tukampiga kwa maana ni mtetezi wa wazalendo, na unajua kwamba wazalendo ni wengi sana, hatuna mavazi ya kijeshi hatuna, na wanajeshi ni wengi sana wa kizalendo. Sasa kusipokuwa na mavazi lazima wanavaa mavazi ya kawaida, maana mzalendo sio mwanajeshi. Mzalendo ni reservist. Ni mwanajeshi anafunga defense. Sasa kusipokuwa na mavazi, kwa maana hatupokei mavazi, ndio maana wazalendo wengi wanavaa vile namna vile. Okay. Ni nini hasa unaweza kuambia raia kuhusiana na hichi kitendo ambacho kimefanyika hapa? Nimesikia wamepiga masasi na vile vile na yule mtu alifariki. Ndio. Na ilikuwa ni chanzo ni nini hasa? Tunapenda tupate ukweli zaidi. Maana wananchi wanaongea tofauti. Na kuna wale ambao wabaya wa wazalendo, wa watu ambao wanapenda kuingiza uwasima kati yenu nyinyi wazalendo. Wanaongea kila mtu kivyake. Tulitaka kujua ukweli zaidi. Maana kama tumeongea na wewe, tumesikia ni baadhi ya watu wametoka kwenye General Makaraki Kadandari, ndio watu ambao walipigwa na kujeruhiwa vile. Kulikuwa nini katikati yenu? Vurugu gani hasa ilikuwepo pale? Ndio, kwa ufupi mimi tena nasema mbaya atabaki kuwa mbaya na mzuri atabaki kuwa mzuri. Ndio, kwa saizi kabisa hatuwezi kuwa na uhaki wa kusema kwamba ni mtu fulani aliyepiga watu wetu masasi, kwa maana hatukushuhudia na mtu yote ule, lakini vinasemekana kwamba walikuwa ni wizi. Wenzetu wakaenda kufanya intervention. Sasa kwa kufanya intervention ikakuwa kutana wale wa mwizi wamewatangulia wakawaumiza, lakini kiukweli hatuja kuwa na confirmation vizuri wanani waliowapiga masasi. Na nyinyi kama wazalendo mnachukuliaje hichi kitu? Sisi kama vile wazalendo hatujachukulia hicho kitu kama kawaida, kwa maana tukachukulia kitu kwa maana hatujapata ukweli
ni upi. Na silaha kwa sasa ziko nyingi katika mjini yetu na wanajeshi ni wengi, hatu tukajua mhalifu ni nani aliyefanya ile kitendo ya vile kabla tujafanya uchunguzi. Sawa mzee, na lingine ambalo nataka kukuuliza sasa, ni jambo gani ambalo mtakuja kuambia raia wa Uvira, ama ni kitu gani ambacho mnataka kutuambia sisi raia wa Uvira tupate kukaa nacho, tupate kuweka matumaini kwetu wazalendo wako pale kwa ajili yetu, ili tusipate kuwa na shauku, maana kila raia hapa anafuata akisikia mlio wa risasi tu anaanza kuwa na shauku ya kukimbia. Ndio. Tuna imani ya kwamba kuambia raia wa Uvira iishi kwa usalama na tukue na upendo. Kwa risasi kulia, kwenye wanajeshi wapo, risasi haiwezi kukosa kulia. Kwa maana wanajeshi ni wengi, unajua anakuambia ukizaa watoto wa meno ni vigumu sana kuwalea. Kwa maana mtoto wa kwako mwenyewe ulizaa kwa kumkumbalisha kwanza, kwa hiyo kumfunza ni vitu vya hatari. Na unaona, kwa maana tuna watoto wengi walimiliki silaha hapa jana. Sasa kusema kuwafundisha waelewe ni vigumu sana. Yeye anashtua tu kupiga risasi nao kama ni kawaida, lakini naambia population ya Uvira iishi kwa amani na upendo, tupendane na tuimani kwamba hivi vyote vitaisha. Sababu tuna ile imani. Nikirudisha nyuma kidogo, samahani mwenzangu mtangazaji Bruno, nikirudisha nyuma kidogo, General Makanaki Kadandari please alikuwa na hotuba kwa wazalendo wote hapa nyuma kwenye ukumbi wa Zuhuri, na aliongea mengi sana kuhusiana na hawa watu ambao wanajiita mageneral wanaingia. Sijui mlikichukulia vipi, mama mlichukulia nini, mlichukua kama mkataba gani kuhusiana na ile maneno? Na hapa tena wakati yeye general aliongea, kulikuja yeye coordinator wa wazalendo Dudu Mirefu, na aliongea kuwa watafanya jitihada waweke watu wanaitwa mapeme polisi ya bazalendo ili wakuwe na nafuatilia hizi vitu. Sijui kama hiyo process imeshaanza ama kidogo mnaitupilizia kabisa. Ya mimi kwa ufupi hapo sina maneno mengi ya kuongea. Ataweza kajibu pale ni mzee mwenyewe mwenye hekima, mwenye busara, Makanaki Kasimbira John Force Kadandari. Unajua kwamba kweli sisi wazalendo, kuna wazalendo wengi wameingia mkizalendo hawajui nini wanafuata. Kuna wazalendo wengi wameingia mkizalendo hawajui nini wanafuata. Sijui kama kizalendo wameshika kama vile ni komersa, kwa maana huko ukikutana mtu anampa silaha 2, silaha 3 anajiita general. Ilikuwa ya muhimu kabisa wazalendo wengi tuache ile mambo kama vile na ile. Kwa maana tukibatia maana hali ya vile na adui atakapokuja kutuingilia bila kujua. Kumbe ni muhimu sana wale wote wanakuwa na ile nia wajirudishe, tujiunge, tukue kitu kimoja. Kwa tukiangalia huko Goma, Bukavu, hiyo M23 iko naongelewa. Haina vikundi viwili ila kikundi kimoja. Kwa maana sisi wenyewe tusijiunge fasi moja ili tukue umoja. Lakini ukiwa kutana mtu anamka na silaha 2, silaha 3, anajiita ni general. Vraiment ningeusi sana wakubwa waangalie hivi vitu kabisa, wapige marufuku, kwa maana hivi vitu havinusuriki kabisa, haviwezi kusaidia wazalendo. Huwa kuleta tena ubaguzi mwa wazalendo. Na kinacholeta hiyo ni ulafi, kupenda kula, maana ile wanaita nulio. Watu hawariziki na ile walicho nacho. Ningependelea kabisa kuambia wa viongozi, kila mtu arizike nafasi yake, tujirudishe tuwe kitu kimoja, tufuatie komandema moja. Kwa maana mtu sio kusema mtu akipatia komandema, ile mtu atakuzarau, hapana. Itia komandema ya ile mtu tufanye kwanza kazi. Kwa sisi wote tumeshika silaha juu ya kupigania nchi yetu, ya kupigania wananchi. Sasa ikiwa wao kilamuka juu napenda madaraka, hauwezi kuwa na madaraka bila kupigania nchi. Lazima kwa tupiganie kwanza nchi ndio tutafute sasa madaraka. Kwa maana madaraka yanapiganiwa, sio kutafutia madaraka kwenye wananchi. Lazima tupiganie kwanza nchi, tukomboe nchi yetu ndio tupate madaraka. Asante. Asante sana. Na kuna swali fupi ambayo afu ya dokezi na staili kidogo nikakuulize. Sijui saizi wewe kama mtu wa karibu ama mtu muhimu sana kwenye mkono wa kulia ama wa kushoto wa kiongozi wetu Kadandari please, tujue mnapanga nini hasa kuhusiana na hii ukimya ambao tuko nao na waasi wa M23 wanaendelea kupenya, tunaendelea kusikia Kaziba wapi, Kageregere wapi wanaingia. Je, kuna ukweli gani hapo katikati? Maana wewe ni mtu ambaye
kwenye msafara wa mbele kabisa tunakuona uko pale. Mimi kiufupi kabisa kwa mambo ya M23 kwa kupenya penya, sisi tunajua hapa kwetu Uvira sisi tuko tayari. Wazalendo wako tayari. Wazalendo wako tayari kupigana na M23. Na anayejua hiyo kitu ya kupangilia wazalendo kupigana juu ya M23 sio mimi, ila anayejulikana ipo ni kiongozi mwenyewe. Please ndio kazi yake, maana yeye ni mtu wa watu na anapigania nchi, anakubali kupigania nchi, anatafia nchi yake. Ndiye anayejua siri ya hivyo. Mimi siwezi kufahamu siri ya hiyo kabisa kiufupi. Sawa, na nitaomba samahani, maana nataka niingie kidogo kuhusu maisha yako. Unaishije na familia? Wapo hapa nyumbani Uvira? Maana watu wengi wanatuambia kuwa nyie watu ambao ni wazalendo, tumesikia kwenye mitandao kuwa wazalendo wengi wamekimbiza familia wakabaki wenyewe na wanatuingiza sisi kwenye shida. Sisi ambao wanatuambia kwa mbaki, lakini familia zao hazipo. Na istoshe hapa palikuwa operation ambayo ilifanyika na kiongozi Kadandari aliweza kupata majeruhi na Mungu akamsaidia akapona, na kuna wale ambao walipata ile matatizo, na baadhi yako wao ulikuwepo na ukaumwa ukaingia hospital. Hatujui serikali ama yeye umati wa wazalendo ulikusaidia ama ulikutupilia, ama wananchi walikuchukulia ile majukumu yao kama vile mtu mtetezi wa nchi? Ulisaidiwa na wananchi, ulisaidiwa na serikali ya kizalendo, vile vile na serikali ya taifa? Kitu mimi nitaongea, Makanaki ni mtu wa watu. Unajua mtu akitiwa mtu wa watu lazima awe na hekima na busara. Kweli sisi mkizalendo hatupokei, hatuna mshahara, tunaishi kwa neema ya Mungu. Kwa maana wanaokuambia anaishi kwa imani na tadumu tu miaka milele. Sisi tunaishi kwa neema ya Mungu, tunakula kwa neema ya Mungu, hatunyanyasi mtu, hatuibi cha mtu. Na kwa ile majeuri tulipata kule, tumesaidiwa na watu na vingine kadhalika. Na Mungu pia akatushukia tukapata ile neema kidogo, tukapata angalau kidogo ulaji nini. Yale yote ni kwa neema ya Mungu na kwa wanadamu. Asante sana. Unaambia nini neno la mwisho raia wako? Na wale wanaosema kama wazalendo wamekimbiza familia, ndio maana wanaambia wakongomani waikae kimya, watulie, MV2 itafika hapa Uvira, haitafika hapa Uvira. Mmefika hapa kwa nimeona familia yangu iko hapa, na saa hizi mkifika kwa mzee Makanaki mtakutana familia yake iko pale, na wengine wajana mtakutana na familia zao ziko pale. Ila tunaomba tu wajana wengi waje watujiunge pamoja ili tupige adui. Kutembea kwa barabarani sio kweli, lazima tufuatilie adui kwenye ipo, kwa maana adui wakisema kama adui anapenya, lazima sisi tutafute njia ya kupenya, tupige adui, tujiunge pamoja na sisi tupige adui, tukue kitu kimoja, tuache vitu vya baguzi, vitu vya kupenda ndio. Tujiunge pamoja ile kidogo yapatikana tuchenge sisi wote, kwa maana wakisema kama tujibague, mbona sisi wanajeshi wa chini hatupati ile pesa, lakini wanapata ile pesa ni wajene wanapata zile pesa ni kwa jina la wao, kwa jina la wanajeshi. Sasa mkivita wazee na nyinyi wote na wanajeshi wakitoka, eska tutapigana ile vita? Hata pigana ile vita, lazima mjue fasi moja. Wajene sisi tunajua kama wajene wako wengi, lazima wajene para kwa wajene yule mwanapana oda, kwa tunatembea kwa hiyo oda, tufanye kazi hivi, kwa maana kila wajene iko na kazi yake na kila kiongozi iko na kazi yake. Bila tunahitaji wajenerali wote waje wajiunge fasi moja, tupiganie nchi yetu bwana. Kwa ufupi ndio yangu kidogo nilikuwa nayo kuongea kwenye journalist. Asante sana. Sijui Bruno na nini ya kumwambia ya mwisho? Neno la kumwambia la mwisho, kwanza hapo kwenye kuongea kote hapo nilikuwa na swali lingine ningemuuliza, ila samani kama ningekuwa nimeponda muda, ila acha nikuulize swali hili. Kwa maana jinsi unavyosema ninyi ni wazalendo, ndio ni wazalendo ambao mmejitolea kupigania nchi. Sasa kati ya nyinyi wazalendo na askari wa FARDC, ni mahusiano gani ambayo mko nayo, ama kuna tofauti gani ambao mko nao kati ya ninyi na FARDC? Kwa maana nikiwaona kama vile jinsi ninavyoona ni watu ambao msiokuwa na maelewano. Sasa kuna tofauti gani wao wafanya nyinyi msiokuwa na maelewano? Okay, sisi hatuna wadui na FARDC. Sisi tuko marafiki na FARDC. Sisi tuko nyuma ya FARDC, lakini sisi hatuko mkomandema ya FARDC. FARDC kuna komandema yao na wazalendo wako na komandema yao.
Asante. Ndio. Tunafika mwisho wa kipindi chetu cha ukweli ndio huu ndio ukweli tosha ambao ulikuwepo, mizugozugo ambayo ilikuwa inaendelea kuongeleka kuhusiana na watu ambao walipigwa masasi, maafande wa General Makanaki Dandari ambao walipiga masasi na wengine waliumia kama vile ndugu yetu Magufuli, Mungu atamsaidia atapona. Walipigwa masasi lakini hawakujua ni watu gani ambao waliwapiga masasi. Hawajashtaki mtu yoyote kuwa ndio waliwapiga masasi, bali wanasema kuwa ni wezi, na wale wawezi walikuwa wanakimbizwa, ndio zile purukushani zikaamua kupata mtu, kila mtu anafia kwenye kazi yake na kila mtu anaumilia kwenye kazi yake. Asante ndugu yetu mtazamaji. Tulikuwa na kamanda wetu Mamadou ambaye ni Mamadou Ndala. Yeye amechukua jina la Colonel Mamadou Ndala. Huyu ni mmoja wa General Kadandari plus. Na hasa nikisema Kadandari plus unamuelewa kabisa kama ni mzee wetu Makanaki. Na ile fununu ambazo watu wanazozisema, wao wamekimbiza familia zao, sisi tunabakia hapo, tunataka tuendelee kubakia hapa wakati hivi na hivi na hivi. Hiyo fununu ni za uongo. Hapa ndio katika familia ya yeye kamanda Mamadou Ndala na familia yake, hapa tunapiga nayo story kama kisi mnavyowaona wako pale, na tutaendelea kupiga nao story. Hii tunaanza mwanzo ni hapa, na tutajua mengi zaidi. Asante, usikose kushare, subscribe channel yetu ya Kivu Live TV. Asante. Mzee ule ni mtetezi wa wanyonge. Yaani ukisikia jina Makanaki Kasimbira John Kadandari, ni mtu anayefungua vitu vinavyokuwa nguvu mahali popote pale, akiingia hata na adui anatingisika sana. Asante sana. Nasalimu kwanza viongozi wetu wa general wote mahali popote walipo, tuwasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Na wasalimu tena wa general, najua msikie malalamiko yetu sisi wazalendo. Wajene wote tusogeane fasi moja, mjinge mkono, kwa maana mtuongoze vizuri sisi watoto wenu. Mkijitenga na sisi tutajitenga, nchi tatushinda kuongoza. Na wasalimu tena wajene wetu wote Mungu wa wazalendo, tujunge pamoja. Asante, tuwe kitu kimoja ili tupige adui kwa nchi yetu. Asante.